السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu yadhullah taala bin Salaziz anasema kwamba tunashuhudia duniani katika mambo ya dunia mtu anaendelea kuangukia dunia hii kwa ajili ya kupata maslahi ya dunia. Watu wamekosa utulivu na wanashindana kwa ajili ya kupata dunia. Na wanadharau Mwenyezi Mungu na dini pia, na wanatanguliza dunia. Bali wapo watu wa dunia na idadi yao inaendelea kuongezeka siku hadi siku, ambao wanakataa Mwenyezi Mungu, hawamwamini Mwenyezi Mungu, na wanaona kwamba dini ni kitu cha ufedhuli na auzubillah. Lakini katika hali hii, katika zama hii, wapo watu ambao kwa ajili ya kumtafuta Mwenyezi Mungu wapo katika kumtafuta Mwenyezi Mungu, wanamtafuta yeye, na wao wanatafuta dini ambayo itawapeleka karibu na Mwenyezi Mungu. Na hawa ni watu ambao wanataka kujenga mahusiano na Mwenyezi Mungu, na wanataka kuja karibu naye, na wanataka kutambua dini. Na wao kwa kutambua dini halisi wanataka kujiunga na dini ile, na kwa ajili ya hii wanafanya dua na wanakosa utulivu. Bila shaka watu wema kwa moyo safi wanafanya utafiti na wanafanya juhudi ya kutafuta dini halisi. Basi katika hali hii Mungu pia anawaongoza na anawaonyesha njia iliyonyoka. Kwa kupitia njia mbalimbali Mungu anawapatia utulivu, na Mungu anafanya mpango ili waweze kuelewa dini ya Mwenyezi Mungu, na Mungu anaongeza imani yao katika zama hizi kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya kuelewa dini yake Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake. Alimtuma mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa Masihi aliahidiwa na Imam Mahdi alayhi salam, na kwa kumtuma
akaiwatangazia watu wa dunia kwa ajili ya kupata utulivu wa moyo. Ninyi mnatakiwa mufanye bayati ya imamu huyu ambaye ni masihi aliahidiwa, na kwa kumpitia yeye mutafute njia ya kumfikia Mungu, na vile vile mujue uhakika wa ibada zenu, na vile vile kwa kumpitia yeye muone maombi yenu yanapokelewa namna gani. Hazuru anasema kama nilivyosema hapo awali, Mwenyezi Mungu kwa kupitia njia mbalimbali kwa ajili ya wale watu ambao wanakuwa na moyo safi wanatafuta ukweli, Mungu anawaongoza katika njia iliyonyoka, na vile vile anaongeza imani zao. Historia ya jumuiya na vile vile zama hii ya jumuiya imejaa na matukio ya aina hii, na kila siku katika kijiji chochote cha dunia, katika mji wowote wa dunia au katika nchi yoyote ya dunia, matukio ya aina hii yanatokea. Kwayo watu hawa wanaopata mwongozo, wanaojiunga na jumuiya, kwa sababu ya matukio haya imani ya hawa watu inaongezeka sana, inaimarika sana. Hata wanajumuiya wa zamani ambao walizaliwa katika jumuiya, imani yao pia inaimarika kwa sababu ya matukio haya yanayotokea. Na nishani hizi au matukio haya yanaongeza imani ya wanajumuiya hao wa zamani. Sasa hivi mimi nataka kueleza nishani kadhaa na vile vile matukio kadhaa. Kwa kupitia nishani hizi mtaona kwamba namna gani Mungu anafanya mpango wa kuwaongoza watu. Amir Saheb wa Gambia anaeleza tukio moja kwamba Nyamina ni mahali ambapo mwanamke wa sehemu hii, Sister Ganifati, umri wake ni miaka 65. Tangu miaka 10 iliyopita alikuwa na maradhi ya mguu wake, na yeye alikuwa haponi, ilhali alijaribu kupata madawa, na kwa sababu ya maradhi haya alikuwa hawezi kutembea kwa ajili ya kupata matibabu. Alienda Bansang ambayo ni mbali na kijiji chake. Kule kwa bahati katika MTA alipata nafasi ya kusikiliza hutuba yangu. Huyu bibi aliporudi katika kijiji chake, katika ndoto aliambiwa, wewe uliyemuona katika TV lazima umfuate yeye, kwa sababu yeye atakuonyesha njia iliyonyoka na njia ya wokovu. Baada ya ndoto hii yule bibi akajiunga na jumuiya. Mara baada ya kujiunga na jumuiya, Amir Sahib anasema kwamba yule bibi aliniambia kwamba maradhi ya mguu wake uliondoka kabisa na alipona, na kwa sababu ya hii imani yake iliimarika sana, iliongezeka sana. Sasa katika kijiji nzima anafanya mahubiri na anawaambia watu namna gani shida yake, maradhi yake iliondolewa kwa sababu ya kujiunga na jumuiya, kwa sababu baraka ya kujiunga na jumuiya. Mwenyezi Mungu anapotaka kumkoa mtu na anapopenda mema ya mtu, kwa ajili yake Mungu anafanya mpango wa mwongozo kwa njia ya ajabu. Mtu wa dunia anaweza kusema, huyu mama aliyekuwa anaishi kijijini, yeye si msomi, labda yeye alikuwa na mawazo ya moyo wake, lakini yule mtu ambaye anapewa
fedha ya imani na anaimarisha imani yake hivi, na watu wa dunia hawawezi kuelewa hali hii. vile vile Burkina Faso ambayo ni nchi ya Afrika Magharibi ambapo watu wanazungumza lugha ya Kifaransa na ipo karibu na jangwa. Hata sehemu ya nchi hii kadhaa ni jangwa. Katika nchi hii ya mbali, namna gani Mwenyezi Mungu alimwongoza mtu alikuwa anaishi katika nchi hii. Hata huyu alikuwa anaishi katika kijiji kadogo cha nchi hii, alikuwa haishi katika mji mkubwa. Mungu namna gani alimwongoza huyu mtu. Kuhusu tukio hili mbashiri mkuu ameandika kwamba Bana Sawado Saheb baada ya jalsa salana ya Germany alijiunga na jumuiya. Huyu bana anasema yeye alikuwa akisikiliza redio ya jumuiya bila kukosa, na mtu yeyote alipokuwa akija kwa ajili ya kuhubiri, yeye kwa sababu alikuwa mwenye athari, yeye anasema mimi niliwaangalia sana hawa wahubiri, na vile vile nilikuwa nikifanya mpango wa mahubiri ili watu wapate mahubiri. Na yeye wakati ule alikuwa si mwanajumuiya, lakini alikuwa rafiki wa wanajumuiya. Baada ya muda fulani mashekhe wa Kisuni wakajua kuhusu hali. Anasema wale mashekhe walinijia na wakasema, wewe usisikilize redio ya hawa wanajumuiya wala usikutane na hawa wanajumuiya, kwa sababu hawa wanajumuiya wataharibu Islamu yako. Anasema kwa sababu ya maneno haya ya mashehe mimi nikaacha kukutana na wanajumuiya, vile vile nikaacha kusikiliza redio ya Ahmadiyya. Baada ya muda fulani, kwa bahati ilitokea hivi, nilikuwa narudi kutoka safari fulani njiani kwa ajili ya kusali. Mimi niliingia misikiti fulani, na kule kulikuwa kijiji kadogo, na pale msikiti mdogo ulijengwa, na msikiti swala ulianza tayari, na mimi nilianza kutawadha. Katika hali hii mtu mwingine akaingia msikitini na akasema, kijiji hiki ni cha wanajumuiya na msikiti huu pia ni wanajumuiya. Anasema kwa kusikia hii nikaanza kufikiria kwamba mimi nimekamatwa wapi katika msikiti huu. Mimi kwa muda mwingi sana ilikuwa sitaki kukutana na hawa wanajumuiya, kwa hiyo nikaanza kutawadha polepole ili swala ikikwisha nitaswali mimi peke yangu sala yangu. Huyu bana alilazimika kusali kule msikitini. Mwenyezi Mungu alipenda mema yake fulani, ndio maana alilazimika kusali swala kule katika msikiti wetu. Anasema usiku ule niliona katika ndoto kwamba kuna watu wengi sana wamefanya maandamano, na mimi nawaambia watu katika maandamano yale, na watangazia watu katika yale maandamano, na napokwenda mbele kidogo nakuta kuna mtu mmoja amesimama pale na watu maelfu na maelfu wamemzingira yule mtu. Namuuliza mtu fulani, huyu ni nani ambaye amesimama hapa ambaye amezingirwa na watu wengi sana? Yule mtu ananijibu, yule ambaye ulitaka kumsikiliza lakini mashehe wamekuzuia kwamba usimsikilize. Anasema baada ya ndoto hii nikaamka, nilipata athari ya ndoto hii kiasi hiki kwamba nikaanza kukutana na wanajumuiya tena. Kisha siku moja nikapiga simu katika Mission House na nikamwambia Bashiri kwamba nataka kujiunga na jumuiya. Bashiri akasema kwamba uje siku fulani hapa msikitini. Anasema mimi nilipofika siku ambayo ilipangwa kule msikitini, watu wote walikuwa wanaangalia katika TV na walikuwa wanaangalia kipindi fulani katika TV. Mimi pia nilipoanza kuangalia TV, kwa kuona mandhari ya ile kule TV, mimi nilishangaa sana, kwa sababu katika TV
manzar ile ile ilikuwa inaonekana iliona katika ndoto. kisha bashiri akaniambia kwamba hii ni sherehe ya mwisho, kikao cha mwisho cha jalsa salana, na hazur anatoa hutuba. kwa kusikia hii nikamwambia bashiri, basi upokee haraka sana bayati yangu. Wallahi, anasema wallahi manzari ile ile na huyu mtu niliona katika ndoto yangu. kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, huyu bwana pamoja na familia yake amejiunga na jumuiya, na vile vile baada ya kujiunga na jumuiya anawahubiri watu wengine wa kijiji kile. Hazur anasema kwamba mtu ambaye anapata uzoefu wa aina hii katika maisha yake, na yeye anapata mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka huyu mtu au mtu wa aina hii ataendelea kuimarika katika imani yake. Watu wengi wananiandikia barua kwamba sisi jinsi tuliyopata utulivu na kwa kuona nishani tulifanya bayat na tumejiunga na jumuiya. Hakuna yeyote ambaye anaweza kutingisha imani zetu, anaweza kutupoteza sisi hatuhitaji dalili yoyote mingine, kwa sababu sisi tumetosheka. Hazur anasema kwamba watu wengine katika upinzani wanazidi kiasi hiki kwamba hawataki kusikia kauli ya wanajumuiya, lakini wapo wengine ambao hawana kibri, hawana majivuno, wao bado wanao ubinadamu. Watu wa aina hii ambao hawana majivuno, hawana kibri, bali wao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu, basi lazima Mungu anawaongoza. Ikiwa wao wanapata faida kutoka katika mwongozo huu, basi wanapata fadhila za Mwenyezi Mungu. Tukio la aina hili lilitokea katika nchi wa Syria. Yule mtu alikuwa amezidi sana katika upinzani, lakini mara baada ya kupata ukweli, au yeye kwa ajili ya kupata ukweli, yeye aliona kwamba yeye amuombe Mwenyezi Mungu, na yeye alipomwomba Mwenyezi Mungu aliongozwa na Mungu. Kuna mtu mmoja aitwaye Bana Ahmad, mwenyeji wa Syria, anasema mimi nilikuwa na urafiki na wanajumuiya, nilikuwa nikikaa pamoja nao, na wakati mwingine walikuwa wakinitembelea pia. Nilikuwa nikiafiki na mambo yao mengi, lakini licha ya kuwa na hali kwamba nilikuwa nakubali mambo yao mengi, lakini nilikuwa sikubali kifo cha Isa alayhi salatu wasalam. Sababu yake ilikuwa hii kwamba mimi kwa muda mrefu sana nilikuwa nasubiri kwamba Yesu Kristo atashuka kutoka mbinguni, na mimi atakaposhuka nitajiunga na jeshi lake, na nilikuwa na hamu kwamba nitapata ushindi juu ya Baitul Maqdis. Na kwa kupata taarifa hii kwamba Yesu Kristo amefariki, basi mimi moyo wangu ulivunjika, kwamba nilikuwa na hamu kwamba nitapigana kwa kujiunga na jeshi lake. Anasema siku moja nilikuwa nimekaa nyumbani kwangu, pamoja nami mzee mwingine pia alikuwa amekaa. Sisi tulipoanza kuzungumza kuhusu kifo cha Isa alayhi salatu wasalam, nikasema kwamba mimi nawaombeni kwamba nyinyi msizungumze nami kuhusu kifo cha Nabii Isa alayhi salatu wasalam, wala msizungumze na familia yangu. Kwa kusikia hiyo, yule bana akasema kwamba mimi pia na kuomba kwamba wewe umuombe Mwenyezi Mungu, Mungu akuongoze. Anasema mimi nilipenda sana neno hili la huyu mzee. Anasema siku ile nikaanza kulia mbele ya Mwenyezi Mungu katika sajda, na usiku nilipolala katika ndoto niliona kwamba mimi nasafiri mahali fulani, njiani nakuta kuna kiwanja kadogo, na mnapokinyaga kiwanja kile, mimi naona kwamba kile kiwanja kinanipeleka katika mangamio. Katika hali hii ya wasiwasi,
mtu mmoja ananiinua kwa kushika mabega yangu na anasema kwamba usije tena hapa, usikinyage hapa tena, na uwe na yakini kwamba Yesu Kristo ameshafariki. Kisha yule mtu akasema, sawa, shika njia yako, naendelea kufuata njia yako. Anasema nilipoamka nikampigia simu rafiki yangu moja ambaye ni mwanajumuiya kwamba mimi nataka kwenda huyu bwana aliyekuja kwangu. Anasema sisi tulipomwendea yule bwana, nikaona picha iliyokuwa katika ukuta na nikamuuliza, hii ni picha ya nani? Akasema kwamba hii ni picha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, ambaye ni Masihi aliahidiwa alayhi salatu wasalam. Kwa kusikia jibu lake kwamba mimi nataka kufanya bai'a sasa hivi, kwa sababu picha ile iliyokuwa juu ya ukuta ni picha ya yule mtu ambaye alinishika katika mabega yangu na aliniokoa katika maangamio, na aliniambia kwamba Isa alayhi salatu wasalam amefariki. Hazur anasema kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu kwa njia mbalimbali anafungua njia ili watu waelewe kuhusu dini, baadhi wakati kwa kupitia ndoto, baadhi wakati kwa kupitia mahubiri, baadhi wakati mtu anapewa kitabu cha jumuiya kutoka kwa jumuiya, kwa kusoma kile kitabu anapata mwongozo. Baadhi wakati mtu mwingine anapata athari nzuri kwa kuona hulka njema za wanajumuiya. Zuri anasema kwamba wapo watu wengi ambao kwa kupitia MTA wanapata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Mbashiri wa Benin ameandika kwamba chief wa eneo fulani ambaye alikuwa mshirikina, yeye alihubiriwa, yeye kwa kujiunga na jumuiya akaanza kufuata mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Moyo ambao ulikuwa sehemu ya ushirikina, moyo ule ukaanza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Si hii tu kwamba yeye akaanza kuwahubiri watu wengine pia ambao walikuwa Waislamu. Kwa hiyo ufunguzi wa msikiti ulipofanywa katika eneo lake, hutuba aliyotoa huyu bana, nataka kueleza maneno aliyosema katika hutuba yake. Huyu bana chief ambaye alisilimu mwanzo, zamani alikuwa mshirikina. Huyu bana akasema kwamba mimi sielewi kwamba kwa nini watu wanapinga jumuiya Ahmadiyya. Leo duniani ni jumuiya pekee ambayo inafikisha ujumbe wa Islam duniani. Anasema kabla ya mwaka moja ilipita nilikuwa mshirikina, lakini bashiri wa jumuiya amebadilisha mawazo yangu na amenionyesha picha halisi ya dini tukufu ya Islam. Kwa sababu ya hii mimi nikajiunga na Islam na nikasilimu. Ikiwa jumuiya Ahmadiyya inaingiza Wakristo katika Islam, kwa nini mnaudhika? Msikiti huu, akasema msikiti huu ni kwa ajili ya watu wote. Ikiwa Mkristo akija kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, mimi sitamzuia. Nyinyi ambao ni wapinzani, nyinyi pia muje hapa ndani, mtakuta mapenzi hapa na upendo hapa, na mtapata mafundisho ya mapenzi, kwa sababu jumuiya Ahmadiyya inataka heri ya dunia. Yule bana akasema, moyo wangu unataka kwamba karibu na msikiti huu nijenge nyumba yangu, na kila anayekuja hapa nimwambie kwamba ni jumuiya pekee ambayo ni Islam halisi. Hazur anasema kwamba upande mmoja ni wale viongozi ambao kwa jina la Islam wanaeneza fitina na ufisadi duniani, na wao wana kibri sana. Wao kwa sababu ya kibri ya nafsi zao wanawaua Waislamu wenzao, na upande mwingine Mwenyezi Mungu anapenda mema ya mshirikina na anamjaalia fadhila zake. Anamfanya kuwa mfano kwa ajili ya wale watu ambao wanadai kuwa Waislamu
na anampatia jukumu hili kwamba awe mfano mzuri kwa ajili ya waislamu wengine. Hazur anasema hii ni kitendo cha Mwenyezi Mungu, amali ya Mwenyezi Mungu. Wakati mtu anapokuwa mnyenyekevu, Mungu anamteremshia fadhila zake. Wakati mtu anapokuwa na kibri, hata kama yeye anaswali swala, anaona kwamba yeye ni mwema sana, lakini yeye hapati mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Watu wanapojiunga na Sayyidina alayhi salatu wassalam, wao wanapata ladha ya Islam halisi. Kwa kupata ladha hii, hali yao inabadilika namna gani, namna gani Mwenyezi Mungu anawaongoza, namna gani wanakuwa tayari kujitolea kuhusu hii. Kwa kueleza tukio moja, mbashiri wetu moja anasema kwamba nilipokwenda kutembelea nchi ya Cameroon, mwanajeshi mstaafu akajiunga na jumuiya. Huyu mwanajeshi ni katika kabila la Beman, ambapo mfalme wa kule alijiunga na jumuiya miaka miwili iliyopita. Mimi nilipokwenda kutembelea Cameroon, nilikutana na huyu bwana ambaye alijiunga na jumuiya. Akasema yeye anataka kutoa plot kwa ajili ya kujenga msikiti. Mimi na mwenyekiti wa jumuiya tulienda kuona kiwanja. Nikaona kwamba yeye alikuwa ameshaanza kujenga msikiti kule na alishaweka msingi, na alikuwa na mpango wa kujenga nyumba kule. Na huyu bwana akasema kwamba baba yangu ambaye amefariki, yeye alikuja katika ndoto yangu na akasema, wewe usijenge hapa nyumba, bali badala ya nyumba ujenge msikiti hapa. Anasema basi sasa mimi nimeamua kwamba nyumba hii ambayo nilianza mimi nitampatia jumuiya ili jumuiya iweze kujenga msikiti badala ya nyumba. Anasema plot hii ni kubwa sana, takriban ni 1000 square meter, na tayari imesajiliwa kwa jina la jumuiya, na inshallah hivi karibuni msikiti pia utajengwa pale. Hazur anasema sasa nataka kueleza tukio kuhusu mtu ambaye alikuwa anapenda Islam, na namna gani Mungu alipokea maombi yake, na namna gani Mwenyezi Mungu alimtuma mbashiri kule. Mwalimu wa Ivory Coast anaandika, katika Ivory Coast, katika kijiji cha mkoa fulani, kijiji ni bana Saidu Sahib, katika kijiji kile anaeleza kwamba Islam iliingia kwa kupitia babu yake, yani Islam iliingia katika kijiji kile kwa kumpitia babu yake, lakini polepole watu walianza kuacha Islam. Hata jina la Islam tu lilibaki katika kile kijiji. Huyu bana Saidu Sahib anasema kwamba nilikuwa nikifanya maombi Mwenyezi Mungu afanye mpango ili wenyeji wa kijiji waweze kufuata mafundisho sahihi ya Islam. Ramadhan Mubarak 2016 manzoni nilipokuwa nafanya maombi, wakati nilipokuwa nafanya maombi nikaanza kulia, kwa sababu nilikuwa nafanya maombi kwa moyo sana. Baada ya siku ile, kama siku moja mbili, mbashiri wa jumuiya Ahmadiyya alikuja katika kijiji chetu na akatuambia kuhusu jumuiya. Anasema kwamba mahubiri yake yaliongeza imani yangu. Anasema katika kijiji chetu amekuja, ametuletea ujumbe wa Islam. Katika ziara hii ya mbashiri watu 55 wakajiunga na jumuiya. Hivi kwa baraka ya jumuiya, anasema bana Said kwamba kwa baraka ya jumuiya sisi leo tunafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Hazur anasema sasa angalieni, upande moja ni watu wanaoishi katika nchi za maendeleo,
hawa kwa kusahau dini, kwa kuacha dini, wanatafuta dunia. Na upande mwingine ni mtu ambaye anaishi katika kijiji kadogo cha mbali sana na anaishi katika maeneo ya Afrika, labda barabara haipatikani katika kijiji chake na wao hawana starehe ya dunia, lakini huyu bwana ana imani sana na anafanya dua kwa Mwenyezi Mungu kwamba mafundisho ya Islamu yanaendelea kupungua hapa, ututumie mtu ambaye atatuambia kuhusu mafundisho ya Islamu na atatuendeleza katika mafundisho sahihi ya Islamu. Kisha kwa kudra ya Mwenyezi Mungu mtumishi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam anafika kule na anawahubiri na anawaambia kuhusu mafundisho ya Islam, kwa sababu siku hizi ikiwa kuna mtu anayeweza kuwafundisha watu Islam sahihi, anaweza kufundisha yule tu ambaye alimpokea Sayyidina alayhi salatu wasalam na yeye alitambua Islam kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam. Basi kila mmoja wetu ni jukumu lake kwamba kwa moyo wote na kwa bidii sana tusambaze mafundisho ya Islam, na kwa ajili ya hii tufanye maombi na vile vile tufanye bidii pia. Duniani kuna vyama mbalimbali, ni idara mbalimbali, makundi mbalimbali ambayo kwa jina la Islam wanafanya kazi, lakini takriban kila mmoja anafuata maslahi ya nafsi zake. Kwa sababu ya upinzani wanatoa fatwa za ukafiri dhidi ya wengine. Hawa namna gani wanaweza kuhudumu Islam? Kazi hii ya huduma ya Islam ni kazi ya watumishi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba wao wafikishe ujumbe wa Islam. Mwenyezi Mungu anaturahisishia kazi yetu sisi. Mungu anamuongoza mtu kwa kupitia ndoto, kwa njia nyingine anawaongoza watu. Basi ikiwa sisi tunataka kutimiza haki ya bayat na tunatakiwa tuwe wasaidizi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kutimiza haki hii, baada ya kufanya bayat tunatakiwa tuwe aina gani, tuwe na sifa gani kuhusu hii? Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema bayat haileti faida ya juu. Ikiwa mtu anataka kupata baraka kweli kweli ya bayat, basi analazimika kufanya bidii na juhudi. Anasema kwamba mtu atapata baraka wakati yeye atasahau kuhusu nafsi zake na yeye atakuwa kweli kweli wake, na isiwe mtu bila kuwa na imani. Kwa hiyo watu wanaosema la ilaha illallah haitaleta faida kwa ajili ya watu ambao wanatamka kwa maneno tu. Tunalazimika kuongeza mapenzi na upendo. Kadiri tunayoweza tunatakiwa tufuate mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumfuata mfano wake, sunna yake. Amesema kwamba hatutegemei umri wetu, tunatakiwa tuelekee kwenye mwongozo haraka iwezekanavyo. Asubuhi mpaka jioni tunatakiwa tupige hesabu kwamba namna gani anaishi. Zuru anasema kwamba wanajumuiya wapya ambao wamejiunga na jumuiya, Mungu waongeze imani yao, wao waendelee kuimarika katika itikadi na katika amali pia. Nuru aliyoleta Mwenyezi Mungu moyoni mwao, wao baada ya kujiunga na jumuiya Ahmadiyya waendelee kupata nuru hii zaidi na zaidi, na shetani asiweze kupata ushindi juu yao, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwapatia uimara zaidi. Na sisi wanajumuiya ambao ni wanajumuiya wa zamani na wanajumuiya wa kuzaliwa, Mwenyezi Mungu atujalie sisi pia tuimarishe imani zetu
na vile vile tuendelee kuboresha imani zetu daima dawamu. जला पैदा करने की तौफीक अता तौफीक Na mwenyezi mungu atujalie sisi tujenge mahusiano mazuri na mwenyezi mungu, tusiwe sababu ya upotevu kwa ajili ya wanajumuiya wapya, na sisi tuweze kuongoza dunia katika njia iliyonyoka. Tusiridhike na tusifurahi na hii kwamba sisi ni wanajumuiya wa zamani, bali sisi tuweze kutimiza lengo la baiyati yetu. बल्कि बैत का मकसद पूरा करने वाले हैं। Sisi tusitegemee dunia, bali sisi tutegemee ridhaa ya mwenyezi mungu, na sisi haraka iwezekanavyo tuweze kwamba islam sahihi imeenea duniani, ili tuweze kuitangazia dunia kwamba kitu ambacho mnaona ni hasara kwa ajili ya dunia, kwa hakika kile kitu ni njia ya ukovu kwa ajili yenu na kwa ajili ya dunia nzima. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.